Hamjambo katika jina la Yeshua, nami ni mzima wa afya, niko na afya, namshukuru Yawe kwa sababu ya wema wake na fadhili zake ambazo ni za milele na milele. Nataka niweze kuweka utangulizi wa jina la Muumba, jina la Yeshua, jina la mwana wa Yawe. Niweze kuweka utangulizi, halafu tutaendelea. Kwa hivyo tunaomba kwanza. Baba Yawe mtakatifu, naliinua jina lako takatifu. Asante kwa ajili ya wakati huu. Asante Baba kwa kunionekania na kutukuza, nasema ni asante. Nibariki na bariki yote atakayesikiza, na katika jina la Yeshua ninaomba. Haleluya. Kwa hivyo tunapoanza utangulizi wa jina la Mwokozi Yeshua, ni vizuri tukaweze kusoma maandiko, tukaweze kuona utangulizi wa jina uko vipi, uko namna gani. Ndio tutasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 4. Kitabu cha Matendo ya Mitume 4 mstari wake ni wa 10. Nitateremka hapo kidogo. Jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yeshua wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Yawe akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama hali mzima mbele yenu. Tunaona andiko linaanza kwa kutuambia ya kwamba kuna mtu aliyeponywa, aliyefanyiwa muujiza, na wanaambiwa katika jina la huyo Yeshua, ambaye ni Yeshua wa Nazareti, ambaye waliweza kumsulubisha, waliweza kumtundika katika mti, naye Yawe alimfufua katika wafu. Kwa jina hilo mtu huyo anasimama mzima mbele yenu. Kwa hivyo tunaona katika jina hilo lilikuwa linafanya makuu na miujiza mikuu. Litakuwa linafanya miujiza mikuu. Kwa hivyo wakati walienda kuhubiri wakiwa hubiri katika jina hilo la Yeshua. Kwa hivyo hawakutumia jina jingine, walitumia jina lile ambalo waliweza kuwa wameachiwa. Na hilo jina ni command, ni amri kutoka kwa Yeshua, ya kwamba katika jina hilo watu wote watahubiriwa. Aliweza kuambia katika jina langu mtahubiri, lakini mtaanzia Yerusalemu, lakini baadaye waende mpaka miisho ya dunia. Kabla niendelee katika hili andiko la Matendo ya Mitume, nataka nirudi nyuma katika kitabu cha Luka 24 aya yake ya 47. Katika maneno ya Yeshua anawaambia aje. Hii ni Luka 24 ni 47, lakini nataka nianze 46. Inasema hivi: akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Masihi atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kwanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ilikuwa imeandikwa jina lake litahubiriwa mataifa yote. Ukisoma Isaya 49, nitarudi pale katika Matendo ya Mitume, naweka msingi kwanza. Sehemu ya kwanza ya msingi wa jina la Yawe la Mwokozi Yeshua. Katika kitabu cha Isaya 49
Isaya 49 ndio nafungua. 49 inasema mstari wake wa 6 inasema naam asema hivi, ni neno ndogo sana wewe kuwa mtumishi wangu, ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwarejelea watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo, nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Kwa hivyo tunaona anaziinua kabila za Yakobo kwanza, baadaye anakuwa wokovu hata miisho ya dunia. Kwa hivyo ni kwanza tangia Yerusalemu, kwanza ni Yerusalemu, baadaye aende kwa mataifa yote. Kwa hivyo tumeona hiyo Isaya inasema kwanza ni Yakobo na Yerusalemu, baadaye mataifa yote. Na hiyo ndio ametuambia katika kitabu cha Luka 24:46 na 47 ya kwamba katika wokovu ambao utahubiriwa, mataifa watahubiriwa katika jina hilo. Na Israeli ni taifa na sisi ni mataifa. Kwa hivyo sisi pia ambao ni watu wasio wa Israeli katika hali ya mwili tumehubiriwa katika jina hilo. Kwa hivyo wokovu unahitajika kuhubiriwa, ama injili lazima ihusishe jina la Mwokozi, sababu ndivyo ilivyoandikwa. Kwa hivyo tunapoendelea tunaona wakati aliweza kuja walimsulubisha. Tunarudi katika Matendo ile ambayo tulikuwa tunasoma mwanzo. Katika Matendo ilikuwa ni Matendo 4. Sasa tunaenda mstari wa 11. Kwa sababu hapa hiyo maandiko nimesoma kwa sababu ya jina hilo lililokuwa linatia watu uzima, inaponya watu ambao mataifa watahubiriwa katika jina hilo. 11 inasema katika Matendo 4:11, yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo tunaona ni jiwe. Yeye sasa huyo Yeshua ni jiwe lililodharauliwa na waashi, bali limekuwa jiwe kuu la pembeni. Katika waashi ni wale wa Israeli, kwa sababu alikuja kwake mwenyewe, bali walio wake hawakuweza kumpokea. Bali waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Yawe, wasiosaliwa kwa mwili na damu, bali Yawe. Hiyo ni katika Yohana 1 mstari wa 12 hadi mstari wake wa 14. So tunaona ya kwamba waashi ndio hao, na tunaona sasa ndio jiwe kuu la pembeni katika waashi wengine wa mataifa na wale wa Israeli waliomkubali. Mstari wa 12 inasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Kwa hivyo tunaona andiko linatuonyesha hakuna jina jingine chini ya mbingu. Katika dunia hii hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Mitume wanadhihirisha hakuna jina jingine linalopasa kuokoa. Kwa hivyo kama kuna jina lingine linalodaiwa linaokoa, hakuna jina hilo halitakuwa na ukombozi, kwa sababu mitume washatuambia hakuna jina jingine. So tunapoendelea tunaona ya kwamba kama hakuna jina jingine, basi tunaona jina lile ambalo linastahili ni jina gani? Kwanza twende kitabu cha Wafilipi. Katika kitabu cha Wafilipi 2 nitaanza mstari wake wa 9 ama mstari wa 8.